Yesu alikifanya pale msalabani. Katika Isaya 53 mstari wa 3 hadi ule mstari wa 6 na wa 9 kama sikosei, tuliona vile ambavyo Yesu alianza mchakato, na mchakato wake ulianza kuangalia sehemu za muhimu katika maisha ya mwanadamu aliyeanguka katika dhambi. Dhambi ikawa imemfarakanisha mwanadamu na Mungu. Dhambi ikawa imemtenganisha, imemfarakanisha huyu mwanadamu. Dhambi ikawa imemweka mbali na uso wa Mungu. Dhambi ikamfunua mwanadamu, ikamwacha na aibu, ikamfanya akataliwe, asiwe chochote. Lakini tunamuona Yesu, kunaanzishwa mchakato maalum ambao huo ndio unaitwa Mission Day katika kitabu cha Kutoka Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, ambacho kinaeleza habari ya mchakato mzima wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Na Mungu akayaona mateso. Baada ya kuyaona mateso, akamtuma Yesu. Akaangalia maeneo ya muhimu. Akadharauliwa kwa sababu dhambi ililichukua eneo la heshima. Lile eneo la heshima ambalo ndilo limebeba utu. Yesu akalitafuta hilo. Baada ya kulitafuta hilo, akaanza kulishughulikia eneo la heshima ya mwanadamu. Na ndio maana nimesema kuangaliwa na Bwana. Sehemu mojawapo ambayo Yesu alianza kuiangalia ni sehemu ya heshima. Sehemu ya pili, aliangalia sehemu ya kukataliwa. Sehemu ya 3 aliangalia sehemu ya huzuni. Sehemu ya 4 aliangalia sehemu ya sikitiko. Sehemu ya 5 aliangalia sehemu ya kutokuhesabiwa kuwa ni chochote. Sehemu hizi zote, katika sehemu ya masikitiko akayabeba masikitiko katika mstari wa 4. Sehemu ya huzuni akaiangalia, akaibeba huzuni. Sehemu ya heshima akaiangalia, akabeba zile dharau zote ili sisi tupate heshima. Sehemu ya kuteswa, tulikokuwa tunateswa, akaiangalia yeye, akateswa. Sehemu ya makosa yetu yote tuliokuwa tumeyapitia, Yesu akaiangalia yeye, akakubali kujeruhiwa na kuteswa kwa ajili ya mateso yetu. Kwa sababu sisi tulitenda hilo dhambi tukiwa na ukamilifu wa afya zote, viungo vyetu vikiwa kamili, yeye akakubali kuchubuliwa kwa ajili ya hayo maovu yetu. Akakubali kuibeba amani, kwa sababu dhambi ilituondolea amani ya maisha yetu, ilituondolea amani ya vile tunavyotakiwa kuishi. Sasa yeye, kwa sababu alituumba akatuweka bustani ya Eden, ili katika hiyo bustani ya Eden tuwe na amani. Katika hiyo bustani ya Eden tufurahie. Biblia inasema kwamba Eden ni mfano wa ile paradiso ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu aliifanya Eden kuwa sehemu ya paradiso ya mbinguni. Maana yake ni mbingu duniani. Sasa ile amani ikatoweka kwa dhambi, ambacho akakifanya sasa, akakubali adhabu ya amani yetu iwe juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo adhabu ya amani yetu akaikubali iwe juu yake. Na ili sisi tupone, yeye akakubali kupigwa. Biblia inamtamka Yesu kama Mungu. Ili uwe ni Mkristo uliyekamilika, uweze kuona madhihirisho ya nguvu za Mungu katika maisha yako,
ni lazima ukubali uungu wa Yesu Kristo. Sasa yeye kama Mungu akakubali kupigwa kwa ajili ya makosa yetu, na Biblia inasema ya kwamba na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa yeye alituona sisi kama kondoo tuliopotea. Baada ya kutuona kama kondoo tuliopotea, akaamua kutugeukia kwa ajili ya kifo chake cha msalaba. Kwa sababu sisi baada ya ile dhambi, shetani, sikiliza, dhambi ndio iliyoleta mauti. Dhambi ndio iliyosababisha damu ya kwanza ya Habili kumwagika. Dhambi ndio tunaona, baada ya dhambi ndio tunaona mauti ya kwanza inatokea duniani. Sasa shetani akatuonea kwa kuachilia magonjwa, kwa kuachilia mauti. Sasa baada ya Yesu kuiona ile hali ya sisi kuonewa, yeye akakubali kuonewa kwa ajili ya sisi kuwa salama. Yeye akakubali kunyenyekea. Yesu kama Mungu akakubali kukifunga kinywa asitamke neno lolote. Kama mwana kondoo akakubali kunyenyekea. Kama vile kondoo apelekwavyo machinjioni anyamazavyo, ndivyo ambavyo alipelekwa mbele ya wao, wakamwadhibu, wakamtesa, wakamnyanyasa, wakampigilia misumari, wakamgongomelea ile misumari, wakamvisha na taji ya miba. Taji ya miba maana yake ni heshima ya kifalme ambayo sisi ilichukuliwa, na baada ile heshima ya kifalme kuchukuliwa, anairejesha kwa maumivu na mateso makali. Kule kugongomelewa ile misumari na kuifanya ile taji ya miba kichwani mwake, ndiko kukatupa sisi access ya kuingia kwenye ufalme mtakatifu, ya kuingia kwenye ukuhani mteule, ya kuwa damu ya kifalme na kuwa miliki ya Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa vitu vyote hivi vinafanyika kwa ajili ya wewe. Vinafanyika kwa ajili ya mimi. Vinafanyika kwa ajili ya sisi. Na hapo ndipo alipotangaza, baada ya hayo yote, ndipo alipotangaza mwaka uliokubaliwa, mwaka wa kutokufungwa tena. Maana tayari ameshamwangalia mwanadamu, alichokuwa na kihitaji mwanadamu si fedha za ulimwengu. Sikiliza, mataifa yanatetemekea fedha. Mataifa, dunia inatetemekea utajiri. Ukiwa na fedha utatetemekewa. Ukiwa na fedha utasujudiwa. Ukiwa na fedha utaheshimiwa. Lakini Yesu, hii hapo ni katika ulimwengu wa kawaida, ulimwengu wa damu na nyama. Watu wanavitetemekea hivyo vitu. Watu wanatetemekea urembo wa mwanamke. Mwanamke mmoja anajiona kwa jinsi alivyo mrembo, anaona amemaliza kila kitu. Kijana mmoja anajiona kwa jinsi alivyo handsome, anaona amemaliza kila kitu. Mwanasiasa mmoja wa Tanzania anaiona mamlaka alionayo ni kila kitu, maana hicho nacho ni kiburi cha mamlaka. Wengine wanatetemekewa kwa sababu ya vile walivyo na uwezo wa kusema, na wengine wana viburi vya uzima, viburi vya fedha. Lakini Mungu akaangalia, akatazama kwamba hivi vyote vinapita, na ndio maana akatamka katika kitabu cha Luka ya kwamba itakufaidia nini hata ukaupata ulimwengu wote na miliki zote, alafu ukaukosa ufalme wa mbinguni. Maana yake huyu mwanadamu, Mungu akaona anachokihitaji hahitaji umaarufu. Akaona anachokihitaji hahitaji fedha. Anachokihitaji ni uzima wa milele. Na uzima wa milele unapatikana vipi? Uzima wa milele unapatikana kwa jina la Yesu Kristo. Injili yoyote tutakayoihubiri makanisani ni lazima ikubali kumhubiri
Kristo Yesu, pamoja na kufarijiana tutakakofarijiana kwa habari ya kubarikiwa na kuinuliwa. Baraka zote lazima zikae kwenye kiini cha Injili, ambacho kiini hicho ni Yesu Kristo. Hakuna baraka pasipo kiini ambacho ni Yesu Kristo. Hakupo kuinuliwa kusipokuwa Yesu Kristo. Hakuna kupokea chochote asipokuwepo Yesu Kristo. Hakuna ndoa itakayosimama asipokuwepo Yesu Kristo. Hakuna mafanikio utakayoyapata asipokuwepo Yesu Kristo. Fedha ni kweli tunazihitaji, utajiri ni kweli tunauhitaji, maisha mazuri ni kweli tunayahitaji, lakini hayo maisha mazuri, fedha na utajiri ni lazima viwepo, pakiwepo kiini cha Yesu Kristo, ambaye yeye anajiita ndiye mwamba. Na huyo mwamba amejengwa katika vitu vyote vya duniani na vya mbinguni. Biblia inaniambia ya kwamba yeye amekirimiwa jina lenye uweza wote na mamlaka yote, ambapo vitu vya duniani na vya mbinguni vinasujudu mbele zake. Usultani na kila falme zote zinasujudu mbele za jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo ndilo ambalo limebeba ushindi na ndilo ambalo limetusababisha tuwe jinsi tulivyo. Bila jina la Yesu Kristo sisi sio chochote. Wokovu sio chochote. Maisha mazuri sio chochote. Haitatusaidia kitu hata tukatembelea magari mavyeti, ikiwa ufalme wa mbinguni tutaukosa. Haitatusaidia chochote kama tutaishi maisha mazuri, tukala vyakula vizuri usiku, tukalala pazuri, kama tutamkosa Yesu katika maisha yetu, watumishi wa Mungu, vitu vyote hivyo havina faida. Sitakuwa na maana yoyote kama nitasimama nikahubiri habari ya wokovu kama sijampokea Yesu wa kweli ndani yangu. Haitanisaidia chochote kama bado kutakuwa kuna dhambi za siri ninazitenda huko, isipokuwa nimempata Yesu Kristo, ndipo kila kitu kitakuwa na maana. Sema amina. Amen. Sasa kifo cha msalaba, Yesu Kristo ndiye akatumwa kuangalia maisha ya mwanadamu. Kila sehemu ya usumbufu na uharibifu ambayo ilisababishwa kwa sababu ya dhambi. Wanyama walishindwa kumaliza. Sheria ilishindwa kumaliza. Torati ilishindwa kumaliza. Nikawekea mfano nikasema, tuna serikali ya Tanzania. Serikali ya Tanzania imeweka sheria kwa wezi na majambazi. Wanakamatwa, wanafungwa, wengine wanawekwa jela miaka 30, wengine wanahukumiwa maisha, lakini hawajawahi badilisha tabia za watu. Haleluya. Isipokuwa Yesu ndiye aliye na uwezo wa kubadilisha tabia. Yesu ana uwezo wa kumfanya mzinzi, maana aliangalia hali ya uzinzi, aliangalia hali ya ujambazi, aliangalia hali ya uvutaji, aliangalia hali ya ukahaba, aliangalia hali ya uasherati, aliangalia hali ya kukataliwa, aliangalia hali ya kudharauliwa, aliangalia hali ya masikitiko, aliangalia hali ya manyanyaso na mateso, aliangalia hali ya kukataliwa, akasibadilisha historia za hizo hali, akatengeneza historia mpya, akatutengeneza tukawa wapya, maisha yetu yakawa mapya kwa jina lake. Majambazi waliokuwa majambazi sugu, jina la Yesu liliweza kuwabadilisha. Yale ambayo yalishindikanika, Yesu aliyafanya. Serikali haiwezi kumbadilisha mchawi, maana uchawi ni jambo la rohoni, lakini mzee wa siku ana uwezo wa kubadilisha kokodi wa wachawi, ana uwezo wa kubadilisha mganga wa waganga, anaweza kubadilisha wachifu wa dunia hii. Yeye ndiye aliye na uwezo, anaweza kubadilisha mwanasiasa wa hii Tanzania. Maandamano hayawezi akambadilisha mwanasiasa, utekaji hauwezi ukabadilisha
kulibadilisha isipokuwa Yesu akiingia mwanaume ndiye anaweza kalibadilisha taifa la Tanzania. Taifa la Tanzania halitakuwa salama kwa maandamano yaliyotangazwa tarehe 29. Taifa la Tanzania litakuwa salama hadi Yesu atakapoliangalia. Na ninapozungumzwa kuangaliwa kwa Bwana, sizungumzi tu kuangaliwa kwa Bwana kwa maisha yako, lakini hata kwa taifa unaloliishi. Amani yetu ipo kwa sababu tupo kwenye nchi ya amani. Hakuna vita katika Tanzania, lakini maandamano yakitokea, Tanzania ikichafuka, usalama ukatoweka, ninataka nikwambie ya kwamba hakutakuwa na usalama wa kuabudu. Mimi ninawashangaa wanaoyatangaza maandamano, lakini ninakwambia Watanzania kama wangelielewa ya kwamba tupo kuangaliwa kwa Bwana, ambako Bwana anatazama ndani, wakakubali kuandamana kwa Yesu, wakakubali kupiga magoti kwa Yesu, wakalia mbele za Bwana, wakasema Yesu, tunaomba liangalia taifa la Tanzania, tunaomba angalia siasa za Tanzania, tunaomba iangalie nchi yetu. Wakaandamana huko Morogoro, wakaandamana huko mashehe, wakaandamana huko mapadri, wakamlilia Yesu, wakamwambia Yesu, tazama, itazame Tanzania, na kwambia Bwana ataachilia nguvu zake. Biblia inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha chini ya mkono wangu, wakaomba lolote kwa jina langu, ndipo nitakapoyagairisha mabaya niliyokuwa nimeachilia juu ya Tanzania. Ikiwa wachungaji wa Tanzania, ikiwa maaskofu wa Tanzania, ikiwa mapadri wa Tanzania watajinyenyekesha Bwana chini ya mkono wa Yesu, wakamuomba Mungu, wakasema ya muhimu, wakasema Ancient of the Day, tumekuja mbele zako kwa ajili ya taifa, tumekuja mbele zako kwa ajili ya Tanzania, tunaomba itazame Tanzania. Yesu aliyebadilisha moyo wa Farao hawezi akashindwa kubadilisha moyo wa mwanasiasa wa Tanzania. Aliyebadilisha moyo wa Farao, na kwambia hawezi shindwa kubadilisha moyo wa mwanasiasa wa Tanzania. Aliyebadilisha moyo wa Sauli wa Tarso hawezi akashindwa kubadilisha moyo wa Tanzania. Yesu ndiye mwenye uwezo wa kubadilisha kitu chochote. Haleluya, haleluya. Ngoja nikwambie, hatima ya Tanzania imeandikwa kwenye viganja vya Mungu. Hatima ya rais anayetakiwa kusimama kwenye kiti cha urais imeandikwa kwenye viganja vya Mungu. Hatima ya mbunge yeyote imeandikwa kwenye viganja vya Mungu. Leo machafuko mnayoyaona mitandaoni, watu wanatekwa, wanauawa, mabadiliko hayapo kwenye maandamano. Mabadiliko hayapo kwenye maandamano. Mabadiliko hayapo kwenye maandamano. Mabadiliko yapo kwenye kusugua goti. Mabadiliko yapo kwenye kumwambia mzee wa kuangalia ili aiangalie Tanzania. Aliangalia Israeli, akamlilia Yesu, wakalia kwa ajili ya taifa la Israeli miaka 430 walipokuwa utumwani. Walipolia kwenye Maombolezo sura ya 5 mstari wa 1 na kuendelea, wana wa Israeli wanalia, wanaomboleza, wanasema hii miaka mpaka lini? Kwenye nchi yetu wenyewe tumekuwa watumwa, kwenye taifa letu wenyewe tumekuwa ombaomba. Wakalia, wakamwambia Bwana ya kwamba Bwana tunataka ututazame, ya kwamba Bwana tunataka utuone. Ndipo Bwana akaufungua moyo, ndipo Bwana akatazama taifa
imetosha, imetosha. Haleluya, haleluya. Kuangaliwa na Bwana, kuangaliwa na Bwana, kuangaliwa na Bwana. Haya makashaba riko shana masaya rabakota. Yesu, Yesu peke yake, Yesu peke yake, Yesu peke yake, Yesu peke yake. King of glory, King of universe. Sikiliza, wakati Mungu anaiumba dunia, alitazama Afrika, akaitazama na Tanzania. Coordination alizoziumba za Tanzania zipo mikononi mwake. Kodi za Tanzania zipo mikononi mwa Mungu. Viongozi wanaopatikana Tanzania watapatikana mikononi mwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Taifa likimwacha Mungu, taifa likikengeuka, viongozi wa siasa wakikengeuka, wachungaji wasikiliza, kila kinachotokea ni kwa sababu kuna watu wamesahau kusimama kwenye nafasi zao. Wamesahau kusimama kwenye nafasi zao. Makuhani wamesahau kusimama kwenye nafasi zao. Viongozi wa siasa wamesahau kusimama kwenye nafasi zao. Tukimwambia Mungu liangalie taifa la Tanzania, inawezekana. Bwana asifiwe sana. Katika ngome moja kule Shusha, sikiliza,